Karibu katika Matukio Daima habari kwa siku hii ya leo. Huu hapa ni muhtasari wake. Wananchi wa Mkimbizi manispaa ya Iringa wapongeza Matukio Daima TV kuwa sehemu ya kutatua changamoto zao. Daima kwa sababu imekuwa imefikia mara kwa mara kabla hata barabara haijaanza kutengenezwa ya Mkimbizi, walikuja tukatoa ushauri. Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii Dr. John Jingu apongeza maendeleo makubwa ya Chuo cha Maendeleo ya Jamii Rungemba Iringa. Lakini pia ni upongeze uongozi wa chuo, kwa kweli wanafanya kazi. Mradi wa Kizazi Hodari wakabidhi magari 5 kwa idara ya ustawi wa jamii mikoa ya Nyanda za Juu Kusini. Kutoa na kukabidhi magari, na tutakabidhi pia kompyuta, generator na vitendea kazi mbalimbali katika level mbalimbali ya serikali. Uhali gani mtazamaji wa Matukio Daima Media, nikukaribisha katika Matukio Daima habari kwa siku ya leo, na nataka kusomea habari hizi. Jina langu ni Emmanuel Manonga. Na mimi ni Beldina Majinge. Nikukaribishe tu sote kuanzia mwanzo hadi tamati mwa taarifa hii ya habari. Na sasa tuanzie mkoani Iringa, ambapo wananchi wa Mkimbizi manispaa ya Iringa wamepongeza chombo cha habari cha Matukio Daima TV kwa kuwa sehemu ya utatuzi wa changamoto zao. Wakitoa pongezi hizo, wananchi hao wamesema katika eneo lao wamekuwa na changamoto ya mashimo kwenye barabara inayojengwa kwa lami, ila sasa changamoto hiyo imefanyiwa kazi ndani ya siku 3 pekee. Francis Godwin na taarifa zaidi. Kwa nyakati tofauti katika eneo hilo, wananchi walikuwa wakipata changamoto ya ubovu wa barabara kutokana na mashimo makubwa yaliyokuwa hapo katikati ya barabara hiyo yaliyosababishwa na mvua kubwa zilizokuwa zikiendelea kunyesha, pamoja na jitihada kubwa ambazo zimefanywa na kampuni hiyo ya Liliop kusembua barabara hiyo na kuanza ujenzi wa lami ya muda mfupi, kwa sababu ukiangalia barabara nyingi hapa hazifanyiwi matengenezo, zinakuja kusababika kuharibika kwa muda mfupi sana. Kwa tunaipata ni kwamba mvua ikinyesha barabara inakuwa ipitiki, mitaro ilikuwa midogo, kwa hiyo maji yanavuka kuja barabarani kusababisha ajali, bajaji zinaanguka. Hiki vizuri tutakuwa tunafika kwa wakati, na of course kuna sehemu kumeharibika sana, ambapo wakitusaidia kututengenezea barabara itatusaidia kufika. Katika hatua nyingine, wananchi hao wameomba Matukio Daima kuendelea kufika katika maeneo mbalimbali ya wananchi na kueleza changamoto mbalimbali ambazo wananchi wanakabiliana nazo, huku wakiamini kuwa mara baada ya Matukio Daima kufika na kutoa habari hizo, serikali na wadau mbalimbali wamekuwa wakisikiliza na kufanyia kazi. Kweli, kwanza tunapenda kuwashukuru Matukio Daima kwa sababu kwa malalamiko ambayo tulikuwa tumetoa, naona mmefanyia kazi. Barabara naona imepitishwa greda, sasa hivi barabara kidogo angalau at least imekuwa safi. Kimsingi kabisa napenda kuishukuru Matukio Daima kwa sababu imekuwa imefikia mara kwa mara kabla hata barabara haijaanza kutengenezwa ya Mkimbizi, walikuja tukatoa ushauri. Tunashukuru wamefikisha sehemu husika, wameweza kuitekeleza. Kwa hiyo tunapenda kushauri Matukio Daima itembee sehemu mbalimbali, sehemu hizi ni changamoto, ili wabebe maoni ya wadau, wayafikishe sehemu husika, hatimaye ili kufanywa kazi. Tunapenda kuwashukuru sana. Ni eneo la Mkimbizi. Hili eneo lilikuwa na changamoto kubwa. Bajaji zilikuwa zikianguka, magari yalikuwa yakishindwa kupita hapa kutokana na kadhia hii. Kadhia hii ilisababishwa na mvua zilizokuwa zikiendelea kunyesha, lakini pia mkandarasi kuweza kuchukua hatua ya haraka kuweza kutengeneza eneo hili. Kabla ya Matukio Daima kuweza kufika hapa na kuripoti mwanzoni, watu walikuwa wakipata majeraha katika eneo hili kutokana na ubovu wa kupitiliza uliokuwa hapo eneo hili. Lakini hata hivyo, mkandarasi anayetengeneza barabara hii, kampuni ya Liliop, ameweza kuchukua hatua. Tunabudi kuweza kupongeza jitihada hizi ambazo zimefikiwa. Hii ni Matukio Daima na mimi ni Francis Godwin. Bila kusalia mkoani Iringa, Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Daktari John Jingu amepongeza maendeleo makubwa ya Chuo cha Maendeleo ya Jamii Rungemba wilayani Mufindi mkoani Iringa. Jingu ametoa pongezi hizo leo baada ya kufanya ziara yake katika chuo hicho. Taarifa zaidi na Francis Godwin. Lakini pia ni upongeze uongozi wa chuo, kwa kweli wanafanya kazi nzuri. Au mnaonaje? Mara ya mwisho kuja kutembelea hapa ilikuwa na 2019. Mazingira yalikuwa tofauti kidogo, na sasa naona kuna tofauti. Tofauti hii ni chanya, ni nzuri. Kwa hiyo kwa kweli inafurahisha.
lakini wapongeze nyie wote, hasa wahitimu wetu kwa kufikia hatua hii ya kuhitimu haya mafunzo ya ushonaji. Wakati tunaingia hapa, nilipita pale ukuta kuna nguo, bado nikisimama hapa naziona. Ni nguo nzuri, unaweza ukafikiri nguo labda umezitungua madukani kule, wakaje kuzionyesha, hazijatunguliwa kule madukani, wameshona wenyewe. Na nilikuwa nawauliza ndugu zangu hawa, hii ni ya nini? Wakasema hii ni ya kuendea kwenye sherehe, kuendea kwenye ibada. Hii ya mama mjamzito. Wakasema hii ya kuendea ukweni. Mmeiva, mmekamilika, hongereni sana. Hata hivyo, ametaka maendeleo ya chuo hicho ambayo serikali inaongozwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewezesha ni vyema yakaendana na matokeo ya ubora wa elimu inayo. Ndugu zangu, Mheshimiwa Rais ametuelekeza kwamba vyuo vyetu vyote hivi vinavyotoa mafunzo ya aina mbalimbali, kikiwemo chuo chetu hiki, kiwawezeshe vijana lakini pia na wanajamii kwa ujumla kukabiliana changamoto zinazowazunguka. Ametuelekeza kuhakikisha kuwa vyuo vyetu hivi na taasisi tunazozisimamia zionyeshe kwamba zina thamani kwa wanajamii, kwa kufanya kazi na wanajamii na kuwajengea uwezo wa kukabiliana na changamoto walizo nazo. Awali mkuu wa chuo hicho cha Lungemba Kidubya Kulamiwa akitoa taarifa ya chuo hicho amesema mafanikio hayo ni kazi nzuri ya serikali kuwezesha pesa kwa ajili ya chuo hicho. Lakini ikiwa jukumu mojawapo pia la shughuli zake, chuo kinapaswa kufanya utafiti na ushauri elekezi. Kwa mwaka huu chuo kimefanikiwa kufanya tafiti 2 za matatizo yaliyobainika katika mikoa miwili ya Tabora na Shinyanga. Tumeweza kufanya tafiti kuhusu the effectiveness of community based strategies in ending violence against women and girls in Shinyanga region. Lakini pia tulifanya the role of community based intervention in addressing non-communicable disease, a case of sickle cell disease in Tabora region. Ndugu Katibu Mkuu, tafiti hizi 2 tumeweza kuzichapisha kwenye majarida ya kitaalamu. Tafiti hizi 2 tumechapisha kwenye Rural Planning Journal. Hii ni ya wenzetu wa pale ya IRDP. Sisi bado hatuna journal, lakini tunashirikiana nao kwenye mambo ya tafiti. Kwa hiyo tulisubmit, zilifanywa evaluation na kuchapishwa, tumeweka linki. Lakini pia tulichapisha tafiti nyingine ambayo tuliifanya mwaka wa nyuma, yenyewe inahusu factors contributing to sustainability of water projects. Hii pia tulichapisha kwenye journal ya African Journal of Accounting and Social Science Studies. Ndugu Katibu Mkuu, tunayo miradi ambayo tumeianzisha kwa ajili ya kuongeza kipato. Tunayo miradi mbalimbali. Tunalo shamba la parachichi, tunayo ufugaji nyuki, tunayo bakery, ziko kwenye hatua mbalimbali. Lakini kwa mwaka jana na mwaka huu tulianzisha mradi wa ufugaji ng'ombe aina ya Jesse. Tulinunua ng'ombe 2 wakiwa na mimba ambao. Mimi nashukuru kwa sababu naitwa Ana Isaac Nyangasi, ni mwananchi wa Kitelewasi. Mimi napenda kushukuru kwa sababu amenisaidia kujiendeleza, kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa nakipenda. Nisomea hayo mambo ya cherehani, lakini nilikuwa nakosa mtaji. Ila kwa sababu amekuja, wametupa mtaji, wametupa na cherehani ya kuanzia. Mimi nashukuru sana kwa viongozi ambao wamehusika kwa hili jambo. Mungu awabariki sana. Shukuru Mama Samia kwa kutupatia fursa hii. Namshukuru Gwajima kwa kutupa fursa hii, tutaitumia kwa ubunifu wetu, kwa uaminifu. Tunamshukuru sana. Hatuna cha kumpa, ila ni Mungu tu ambariki. Kwa majina naitwa Juliana Moli Samson, natokea mkoani Mwanza, ni mwanafunzi.
katika chuo cha maendeleo ya jamii Rungemba CDTI. Mimi katika chuo chetu nimejinufaika kwa mafunzo yanayotolewa ya vyeliani. Wananchi kutoka Rungemba wameweza kupata vyeti kutokana na mafunzo walioyapata. So ni kitu ambacho kimenipa kitu cha kunufaika nao, hata kama kimaliza chuo naweza pia kujifunza katika chuo chetu cha maendeleo ya jamii na kuweza kujiajiri mwenyewe kibinafsi. Asante. Naam, tukiendelea kusalia mkoani Iringa, mkuu wa mkoa wa Iringa Heli James ametoa rai kwa idara ya ustawi wa jamii kwa waliopokea magari na vitendea kazi kuhakikisha wanazitumia kwa ufanisi na malengo yaliyokusudiwa na kuzingatia misingi na uwajibikaji na uadilifu katika rasilimali. Heli James ametoa rai hiyo leo katika hafla ya kupokea vitendea kazi hivyo kutoka katika mradi wa Kizazi Hodari, ambapo wamekabidhi magari 5, kompyuta na jenereta ili kurahisisha utoaji huduma kwa jamii. Taarifa zaidi na Angelina Mbunda. RC Heli amesema kuwa mradi wa Kizazi Hodari umeleta mabadiliko makubwa katika jamii, huku huduma za afya zikiimarika katika ngazi ya kaya na jamii kwa ujumla. Niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, napenda kutoa shukrani za dhati kwa mradi wa Kizazi Hodari unaotekelezwa na Deloitte kwa ufadhili wa serikali ya Marekani kupitia PEPFAR kwa mchango mkubwa uliotolewa katika kuboresha maisha ya watoto yatima na wale wanaoishi katika mazingira magumu ndani ya mikoa yetu. Ndugu wageni waalikwa na ndugu wananchi wenzangu, mradi wa Kizazi Hodari umeleta mabadiliko makubwa katika jamii zetu kupitia juhudi zenu, na tumeshuhudia kuimarika kwa huduma za afya katika ngazi ya kaya na jamii kwa ujumla, lakini pia kuongezeka kwa uelewa wa masuala ya lishe bora pamoja na kuimarika kwa mifumo ya ulinzi na ustawi wa mtoto. Haya yote yamechangiwa kwa kiasi kikubwa kupunguza athari za umaskini na changamoto za kijamii zinazowakabili watoto na familia zilizo katika mazingira magumu. Ndugu wananchi wenzangu, aidha mradi huu umeimarisha uwezo wa jamii kujitegemea kwa kuwajengea ujuzi wa maisha, kuwawezesha kiuchumi baadhi ya kaya na kuhamasisha ushiriki wa jamii katika malezi, ulinzi na maendeleo ya mtoto. Hii pia ni hatua muhimu sana katika kuhakikisha kuwa mafanikio haya yanakuwa endelevu hata baada ya mradi huu kuwa umekamilika. Ndugu wageni waalikwa, katika nyanja ya mapambano dhidi ya VVU na ukimwi, mchango wa mradi wa Kizazi Hodari ni wa kipekee sana, na tuwapigie makofi mengi sana. Kupitia elimu ya uhamasishaji na utoaji wa huduma rafiki, watoto, vijana na familia zao wameweza kufikiwa kwa ufanisi wa hali ya juu sana. Hali hii imechangia kupunguza unyanyapaa, kuongeza ufuasi wa matibabu na kuboresha ubora wa maisha ya walengwa wote. Serikali inaendelea kuweka mikakati madhubuti ya kudhibiti maambukizi mapya ya VVU hususan kwa watoto na vijana. Ushirikiano wa karibu na wadau kama mradi wa Kizazi Hodari umeongeza kasi ya kufikia malengo ya kitaifa katika sekta ya afya na ustawi wa jamii ndani ya nchi yetu. Ndugu wageni waalikwa, ndugu wananchi wenzangu, napenda pia kusisitiza kuwa mafanikio haya yamewezekana kutokana na ushirikiano imara kati ya serikali, washirika wa maendeleo na jamii yenyewe. Ushirikiano huu unapaswa kuendelezwa na kuimarishwa zaidi ili kuhakikisha kuwa jitihada hizi hazipotei bali zinaendelezwa kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kizazi cha baadaye. Akitoa taarifa kuhusu mafanikio ya mradi huo unaoendeshwa na shirika la Deloitte, mkurugenzi wa mradi wa Ustahidi Kizazi Hodari Kanda ya Kusini, Bi Dorothy Matoyo, amesema mradi ulilenga kutoa huduma za VVU na ukimwi kwa watoto yatima na wale wanaoishi katika mazingira magumu pamoja na walezi na wazazi wao. Mradi wa Kizazi Hodari ulilenga kutoa huduma za VVU na ukimwi kwa watoto yatima na wale wanaoishi katika mazingira magumu, yaani OVC, pamoja na wazazi na walezi wao katika hiyo mikoa 11 ambako tulifanya kazi katika halmashauri 58. Mradi wa Kizazi Hodari umekuwa ukifadhiliwa na serikali ya Marekani kupitia mfuko wa dharura wa Rais wa Marekani, yani PEPFAR, chini ya uangalizi. Kwa miaka mitatu ya mwanzo tulikuwa chini ya uangalizi wa shirika la USAID, na katika hii miezi 6 ya mwisho iliyobaki tulikuwa chini ya uangalizi ya Department of State. Na mradi huu uligharimu jumla ya shilingi za Kitanzania bilioni 63 na 393. Katika kipindi hiki mradi umefanikiwa kuokoa maisha ya wapokea huduma takribani 180,000 ambao wako kwenye kundi la watoto yatima na wale wanaoishi katika mazingira hatarishi, na kati ya hao tuliweza kutoa huduma kwa watoto wanaoishi na virusi vya ukimwi zaidi ya 20,000, na pia tuliweza kutoa huduma kwa watoto ambao wamezaliwa na wamama wenye maambukizi ya ukimwi zaidi ya watoto 22,000, lakini pia tuliweza kuwahudumia
watoto wanaoishi katika familia za waathirika pamoja na wazazi wao. Na tukielekea jijini Dodoma, mbunge wa viti maalum Jacqueline Mzindakaya ameishauri serikali kuongeza juhudi katika kutafuta masoko ya mazao, akisema uzalishaji katika mkoa wa Rukwa ni mkubwa, lakini kiwango kinachonunuliwa na serikali ni kidogo, hali inayowalazimu wakulima kubaki na mazao bila soko la uhakika. Amesisitiza umuhimu wa kujenga mifumo imara ya masoko ya mazao pamoja na kufungua mipaka ili kuwezesha wakulima kupata fursa pana za kuuza mazao yao ndani na nje ya nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa fursa hii. Awali ya yote nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetuwezesha kufika hapa siku hii ya leo. Lakini kipekee nimshukuru Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuzidi kuwekeza katika sekta ya kilimo. Lakini kipekee naomba pia nimshukuru Waziri wa Kilimo na Naibu Waziri wa Kilimo kwa kazi kubwa ambayo wanaendelea kuifanya ili kutimiza maono ya serikali ya awamu ya 6. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi natoka katika mkoa wa Rukwa ambao kitovu cha uchumi wa mkoa wa Rukwa ni kilimo. Na mkoa wetu wa Rukwa una mchango katika uzalishaji wa mazao ya chakula kwa kiwango kikubwa. Na katika takwimu za mwaka jana, mkoa wa Rukwa ulikuwa ni mkoa wa pili katika mchango kitaifa katika uzalishaji wa mazao ya chakula, ikiwepo mahindi, ikiwepo mpunga, ikiwepo ulezi na kadhalika. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa naomba nijikite katika mchango wangu. Kwanza kabisa naipongeza serikali kwa kuendelea kutoa ruzuku katika pembejeo za kilimo. Lakini vile vile ninaomba pia niipongeze serikali kwa kuendelea kununua mazao kutoka kwa wakulima kupitia NFRA. Lakini ninakwenda kutoa ushauri ama ombi langu hususani katika mkoa wangu wa Rukwa. Uzalishaji katika mkoa wetu wa Rukwa ni mkubwa sana. Hivyo kiwango ambacho serikali wanachukua mazao kwa wakulima wa mkoa wa Rukwa bado akikidhi uhitaji na kupelekea bado wakulima wengi kubaki na mazao. Kwa hiyo ninashauri serikali yetu sikivu ili iweze sasa kuongeza wigo wa masoko kwa kutujengea masoko ya mazao katika mkoa wetu wa Rukwa na kwa Tanzania nzima kwa ujumla wake. Lakini vile vile tunaomba pia mipaka iendelee kufunguliwa ili wakulima wetu waweze kupata sehemu ya uhakika wa masoko ya kuuza mazao yetu. Lakini kama hiyo haitoshi, Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba pia niipongeze sana serikali kwa kuendelea kujali kwa kutoa elimu kupitia maafisa ugani, elimu ya kilimo ili kuweza kuleta kilimo chenye tija. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mkoa wetu wa Rukwa tuna upungufu wa maafisa ugani kwa 42%. Hivyo basi ninaiomba pia serikali yetu sikivu iweze kuhakikisha tunapata ongezeko la maafisa ugani hao ili waweze kufika maeneo yote na kwenda kutoa elimu ya kilimo ili hatimaye tukawe na kilimo chenye tija kwa kuwapa elimu bora wakulima wetu wa mkoa wa Rukwa ili na uzalishaji uweze kuongezeka. Mheshimiwa Mwenyekiti, mbali na hilo, ninaomba pia nichangie kupitia skimu za umwagiliaji. Tunaishukuru serikali kwa kuelekeza pesa mkoa wetu wa Rukwa kwa ajili ya kujenga skimu za umwagiliaji. Lakini skimu hizo za umwagiliaji ninashauri kabla ya kuleta skimu mpya za umwagiliaji tukamalize kwanza skimu ambazo hazijakamilika. Ikiwepo skimu ya umwagiliaji ya Singiwe, ikiwepo skimu ya umwagiliaji ya Sakalilo, ikiwepo skimu ya umwagiliaji ya Katongolo, ikiwepo skimu ya umwagiliaji ya Katuka na ikiwepo skimu ya umwagiliaji ya Ng'ongo. Kwa hiyo tunaomba kukamilishwa kwa skimu hizo ili wakulima wa Rukwa. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Mheshimiwa Paul Makonda ametoa wito kwa viongozi wa dini, kimila na asasi za kiraia kuwa mstari wa mbele katika kukemea mmomonyoko wa maadili katika taifa letu. Paul Makonda amesema hayo akiwa Mtumba jijini Dodoma wakati akizindua mkakati wa taifa wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili kwa kipindi cha miaka 10 kuanzia mwaka huu wa 2026 hadi mwaka 2036. Chala wote kauli yetu ya moja, kulinda maadili ya taifa letu. Mimi niwaombe kwa unyenyekevu mkubwa, turudini kubanana na waumini wetu kwenye mimbari zetu. Tutengeneze kizazi kizuri
chenye hofu ya Mungu, hii rushwa itaondoka yenyewe tu. Sasa huku kote sasa hivi ukienda, I was there ni Arusha kama mkuu wa mkoa, nimefanya takwimu pale, nikagundua walimu wa shule za msingi wa dini na za sekondari, vipindi vipo, hakuna walimu. Yaani vipindi vya dini vipo, lakini hakuna watumishi wa Mungu wanayekwenda kuwafundisha wale watoto. Sawa, mmeona hao watoto hawana sadaka. Basi aminini kwamba huyo Mungu anayefungua milango, Baba wa mbingu mwenye mali zote, atawapa kwa kuwahudumia watoto wake hao wadogo. Sasa hivi ukifanya utafiti wa kuangalia tu, kuna upungufu mkubwa wa walimu wa dini wa shule za msingi na sekondari ukilinganisha na miaka 15 iliyopita. Yaani huko nyuma miaka 15 iliyopita kulikuwa walimu wanapishana, mpaka unasikia kuna ugomvi, walimu hawa sasa hivi walimu wa dini hawapo mashuleni. Sasa unajiuliza walimu wanategemeaje huyu mtu aje kuwa mwadilifu? Yaani viongozi wa dini mnategemeaje huyu mtu aje kuwa mwadilifu wakati hamjahangaika kumtengeneza huku? Na sasa tuelekee mkoani Pwani ambapo utekelezaji wa mpango wa Jenga Kesho Iliyo Bora BBT korosho umeonyesha mafanikio makubwa katika zao la korosho, ambapo kwa kitaifa umeweza kuongeza kutoka uzalishaji wa tani 528,000 mwaka 2024-25 hadi kufikia tani 618,000 katika msimu huu wa mwaka 2025-26, ambayo ni sawa na ongezeko la 1%. Hayo yamesemwa na kaimu meneja wa bodi ya korosho Tanzania tawi la Dar es Salaam na Pwani, Domina Mkangala, wakati akitoa taarifa kwenye mkutano wa kufanya tathmini ya mpango wa Jenga Kesho Iliyo Bora BBT korosho, ikiwa ni mwaka mmoja tangu kuanzishwa utekelezaji katika mkoa wa Pwani huko wilayani Mkuranga. Tumekutana kwa ajili ya kufanya tathmini ya utendaji kazi ya mpango wa Jenga Kesho Iliyo Bora ambao unatambulika kama BBT, na ikiwa ni mwaka mmoja tangu tumeanza kutekeleza. Mpango huu unalenga kukuza ujuzi kwa wahitimu wa fani za kilimo, ikiwa ni pamoja na kusogeza huduma za ugani kwa wakulima wetu wa zao la korosho. Mheshimiwa mgeni rasmi, utekelezaji wa mpango huu wa BBT korosho umeonyesha mafanikio makubwa sana katika zao letu la korosho, ambapo kwa kitaifa tumeweza kuongeza uzalishaji kutoka tani 528,000 ambazo zilikuwa msimu wa 24 na 25 hadi kufikia tani 618,000 katika msimu wa 25-26, ambao ni sawa na ongezeko la 17%. Lakini katika mkoa wetu wa Pwani pia tumeona ongezeko hili ambalo tumetoka tani 25,000 ambazo zilikuwa ni msimu wa 24-25 na tumefikia tani 35,000 ambapo ni katika huu msimu ambao tunaomalizia wa 25-26, na ikiwa ni ongezeko la 26%. Na niweze kusema tu kwamba ni kwa mara ya kwanza kwa mkoa wetu wa Pwani tunaweka rekodi kubwa kwa kiwango hiki. Lakini pia usimamizi madhubuti wa viuatilifu ambavyo vilitolewa kwa ruzuku na uboreshaji wa huduma za ugani. Mheshimiwa mgeni rasmi, niseme ni hongera kwetu sote kwa mafanikio haya, lakini na jitihada ambazo zimeonyeshwa kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa na ofisi za wakuu wetu wa wilaya katika usimamizi wa zao la korosho. Mheshimiwa mgeni rasmi, serikali yetu pendwa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inaongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan iliweka lengo kwamba ifikapo mwaka 2029-30 tuweze kuzalisha tani 1,000,000 kama nchi. Na katika kusogeza huduma hizo na kufikia hilo lengo, basi huduma za ugani kwa wakulima wa zao la korosho zimeweza kuongezeka, na tunatarajia katika msimu wa 26-27 tuweze kuongeza hawa maafisa kilimo wa BBT kufikia 300 kwa nchi nzima. Kwa jumla tutakuwa na maafisa wa BBT 812, na katika mkoa wetu wa Pwani tunatarajia tuongeze hawa wataalamu wa kilimo wa BBT zaidi ya 30. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kusogeza hizo huduma kwa mwaka huu ambao sasa hivi tunaufanyia tathmini, mkoa wetu wa Pwani ulikuwa na maafisa kilimo wa BBT 29 ambao walikuwa wamegawanywa kwenye halmashauri zetu 6, ikiwepo Mkuranga tulikuwa nao 6, Kibiti 7, Rufiji 5, Kisarawe 4, Kibaha 3 na Bagamoyo 4. Na aidha mpango huu umeongezea vijana wetu hawa kwanza
ujuzi ambao baadhi yao kama 6 kwa mwaka huu wameweza kupata ajira za kudumu serikalini, lakini hao waliopata baada ya kuondoka tulireplace na wengine. Kwa unaona mpango huu una lengo pia ya kusaidia vijana wetu waweze kuongeza ujuzi na kupata ajira za kudumu. Mheshimiwa mgeni rasmi, ili kuongeza ufanisi huu katika mpango huu wa BBT, bodi imeridhia kuwaongezea mkataba wa mwaka mmoja kutokana na utendaji wao wa kazi. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa hivi ukiangalia kwenye kalenda yetu ya zao tunaenda kwenye zoezi la ugawaji wa pembejeo. Katika msimu huu ugawaji wa pembejeo kwa wakulima katika ngazi ya AMCOS au vituo vya ugawaji utafanywa na kamati maalum ya ugawaji wa pembejeo kwa wakulima, na kamati hii itaundwa na wataalamu kutoka AMCOS husika, afisa kilimo wa BBT kutoka bodi ya korosho, afisa ugani wa kata, mwenyekiti mtendaji wa kijiji husika, kwa kuzingatia ratiba ambazo zitatolewa na kamati hiyo jinsi itakavyopangwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumeenda katika ngazi hii ni kuhakikisha kwamba wakulima wote wanaweza kupata pembejeo kwa kuzingatia uzalishaji wao lakini na mikorosho walionao, na hii inaenda kusaidia sisi kudhibiti ubadhirifu ambao umekuwa unatokea katika maeneo mbalimbali, lakini pia kupunguza malalamiko ya wakulima kuhusu upatikanaji wa pembejeo. Ni mkataba wa mwaka mmoja, maana yake katika kipindi hicho cha mwaka mmoja patakuwa na stahiki mbalimbali ambazo unazipata. Sasa hebu stahiki hizi unazozipata ziwe na tija na kile ambacho unakifanya kule kwa wananchi. Lakini pia nilisema ukiwa mtaalamu haimaanishi tu wewe utakuwa kazi yako ni kuwaongoza watu. Bado wilaya yetu ina mapori mengi sana ambayo ardhi yetu ina rutuba, na wewe unaweza kufikiria sasa, mimi ndo naanza maisha yangu haya kujikwamua kiuchumi kupitia zao hili la korosho, ambao watakuwa wanaenda field huko wanaona. Sisi kuna wananchi wetu hapa hawana chanzo cha uchumi ambacho wanakitegemea isipokuwa zao hili la korosho. Mtu ana shamba lake ambao anajua shamba langu hili nalisimamia kuanzia kupulizia, kupalilia na kila kitu. Nitakapovuna fedha nitakayopata ndiyo ambayo itaendesha maisha yangu katika kipindi cha miezi yote ambayo imebakia mpaka kufikia msimu mwingine. Sasa kama watu wao wanaweza kuishi maisha haya, kwa nini nyinyi ambao ni wataalamu na mna ujuzi kabisa mshindwe kuishi maisha haya? Na hii ndio shida kubwa ambayo tuko nayo Tanzania. Wataalamu ambao wanafahamu ujuzi wa jambo wanaishia kutufundisha, lakini wao hatuwaoni sasa kwa dhati wakiwa wanafanya jambo. Lakini mafunzo kwa vitendo yanakuwa na tija zaidi, na watu wanaweza kuhamasika zaidi katika yale ambao mnawafundisha wakiwaona nyinyi wenyewe mnayafanya yale mambo. Kitu ambacho tunakifanya sisi maafisa ugani ni kuhakikisha tunafanya kazi bega kwa bega na wakulima, kuhakikisha tunafikia malengo ya serikali kwamba ifikapo 2029 2030 tunafikisha uvunaji wa korosho ghafi tani 1,000,000 na ubanguaji wake 100%. Ili kufikisha hizi tani ambazo zinahitajika kuzifikia, sisi kama maafisa ugani kwamba tutafanya kazi kulingana na namna ambavyo tumeelekezwa, na tuna hakika kwamba ifikapo 2029 2030 tutafikia azma hii ambayo bodi ya korosho inaitekeleza kwa niaba ya serikali. Tunashirikiana na wakulima na kuwaelekeza namna sahihi ya uvunaji wa korosho. Haya yote tunayafanya kwa kumuunga mkono Mheshimiwa Rais, na bajeti tuliyopewa ni kufikisha tani 1,000,000 ifikapo mwaka 29-30. Kwa tunafanya yote haya kwa bidii na jitihada kubwa ili mradi tuweze kufikia hicho kiwango. Na mtazamaji, kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho, na huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo. Lakini kabla ya kutamatisha, tusikie tena muhtasari. Karibu katika Matukio Daima habari kwa siku hii ya leo. Huu hapa ni muhtasari wake. Wananchi wa Mkimbizi manispaa ya Iringa wapongeza Matukio Daima TV kuwa sehemu ya kutatua changamoto zao. Daima kwa sababu imekuwa imefikia mara kwa mara, kabla hata barabara haijaanza kutengenezwa ya Mkimbizi walikuja kutoa ushauri. Katibu Mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii Dr. John Jingu apongeza maendeleo makubwa ya Chuo cha Maendeleo ya Jamii Rungemba Iringa. Lakini pia niupongeze uongozi wa chuo
kwa kweli wanafanya kazi. Mradi wa Kizazi Hodari wakabidhi magari 5 kwa idara ya ustawi wa jamii mikoa ya Nyanda za Juu Kusini. Ya kutoa na kukabidhi magari, na tutakabidhi pia kompyuta, generator na vitendea kazi mbalimbali katika level mbalimbali ya serikali. Naam, kwa niaba ya wote waliosikika na kuandaa taarifa hizi, jina langu ni Beldina Majinge. Na mimi ni Emmanuel Manonga. Nikusihi tuendelee kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii ikiwemo Instagram, Facebook, Twitter kwa jina moja la Matukio Daima. Uwe na usiku mwema. Umehitimu darasa la 7, kidato cha 4 au zaidi na unahitaji kupata ujuzi? Karibu katika vyuo vya RDO Mdabulo, RDO Mafinga, RDO Ibwanzi na RDO Kilolo ili ujipatie mafunzo mahiri ya malezi yaliyo bora. Fani zinazotolewa vyuoni ni kama ifuatavyo: umeme wa majumbani na viwandani, uchomeleaji na uundaji wa vyuma, ufundi magari, ufundi bomba, upishi na uhudumu wa hoteli, useremala, uashi au ujenzi, uzalishaji wa afya ya mifugo, ubunifu na ushonaji wa mavazi, ufumaji, utengenezaji wa bidhaa za ngozi, teknolojia ya habari na mawasiliano na matumizi ya kompyuta. Mafunzo yanatolewa kwa miezi 3 na miezi 6 tu. Nafasi za hostel zipo kwa wahitaji wote. Pia tuna nafasi kwa wanaohitaji kuhamia level 1, 2 na 3. Vyuo vyetu vyote vimesajiliwa kikamilifu na Baraza la Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Study NACTVET. Unaweza kujisajili moja kwa moja na kupakua fomu za kujiunga katika tovuti ya shirika, yani www.rdo.or.tz. Iandae kesho yako iliyo bora na vyuo vya RDO. Kwa maelekezo zaidi wasiliana nasi kwa namba 0757 35 18 37 au 0745 92 15 75. Kumbuka, ufundi ni taaluma ina. Kwa afya yako na ubora wa maisha yako, unahitaji maji yaliyo safi, salama na yenye ladha halisi ya asili. Karibu utambue ubora wa Sif Natural Mineral Water, maji ya madini asili yanayotoka kwenye vyanzo salama vya Mafinga, Tanzania, yakichujwa na kuandaliwa kwa viwango vya hali ya juu kabisa vya ubora. Furahia ubaridi wa maji safi kila unapohitaji. Sif Natural Mineral Water inapatikana katika ukubwa mbalimbali kwa matumizi rahisi na ya uhakika. Chagua maji unayoyaamini, chagua ubora unaostahili, chagua CF Natural Mineral Water. Kwa mawasiliano na kuweka oda, wasiliana nasi kupitia 0762 123 736 au 0769 440 834 au barua pepe cfcompany100@gmail.com. CF Natural Mineral Water, maji yenye madini asili kwa afya na uhai wa kila siku. Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima. Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza, Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Cave. Clock Tower Cave tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677 220 022 au 0657 366 667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndio, Clock Tower Cave, home of delicious meals.